Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo, ambao Mungu ametupa nafasi ya kuwa na kipindi hiki cha neno na maombi tukiwa tunaendelea. Kama ilivyo ada, nikukaribisha tena kuanzia muda huu wa saa 4 mpaka saa 5. Karibishe na mtu mwingine pia ambaye ungetaka aweze kufaidika na mafundisho haya. Tumie linki aweze subscribe na kuweza kutufuatilia moja kwa moja kwenye somo hili ambalo tumekuwa tukiendelea nalo. Na tunaendelea mahali ambapo tuliishia juu ya Bwana, naomba nifunulie neema yako. Na tumekuwa tukiendelea na jambo la pili ambalo ndani yake kulikuwa kuna swali la kwa nini ni muhimu Mungu abadilishe historia yako. Tulikuwa kwenye sehemu A, tukaenda sehemu B, na sasa tuko sehemu B ambayo bado tunatafuta majibu ya kwa nini ni muhimu Mungu abadilishe historia yako. Nilikuonyesha sababu 3 kwenye vipindi vilivyotangulia, na leo nataka tutazame sababu nyingine. Roho Mtakatifu atatupa nafasi ya kuitazama. Basi wacha nimshukuru Mungu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Sifa na utukufu na heshima ni za kwako. Asante kwa ajili ya saa nyingine na siku nyingine ambao Bwana watoto wako wametukusudia neema nyingine na uko tayari kutuhudumia kwa namna nyingine. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Nami mtoto wako na mtumishi wako niko tayari mbele zako. Ninaomba Bwana neema yako na nguvu zako na mafuta yako ya kutumika sawasawa na nguvu na ujasiri ule utokao kwako. Jalie kulinena neno lako jinsi nipasavyo katika hekima na maarifa na ufunuo unaotoka kwako. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye yuko mbele zako sahihi, anayetufuatilia mahali kokote aliko, kwamba yuko ofisini, yuko kwenye biashara yake, yuko nyumbani, yuko kwenye gari. Mungu, ninaomba katika jina la Yesu, kama unavyotuhudumia sisi hapa, umhudumie na yeye pia mahali aliko. Katika jina la Yesu, mkono wako hauna ufupi, haujapunguka. Mungu, katika jina la Yesu. Asante kwa sababu Bwana utafanya kwa utukufu wa jina lako. Amen. Nataka tazame kile kipengele cha kwa nini ni muhimu Mungu abadilishe historia yako. Na tuliangalia sababu moja, kwamba ili kubadilisha utambulisho. Na nikakuonyesha jinsi ambavyo historia au ushuhuda umebeba utambulisho. Na tukapita kwenye pointi 3. Leo nataka tutazame kwenye kitu kingine. Hapo tunapoangalia kwa nini ni muhimu Mungu abadilishe historia yako. Na leo ikiwa ni sababu ya pili. Andika tunapoendelea. Aina ya historia inaweza kuamua kama upewe kibali au usipewe kibali. Aina ya historia inaweza kuamua kama upewe kibali au usipewe kibali. Kwa tunaomba juu ya jambo hili na tunajifunza juu ya jambo hili, ni kwa sababu ya kile kilichoko nyuma ya historia. Hasa historia ikiwa mbaya. Inaweza kusababisha mtu akose kibali hata mahali ambapo alitakiwa apate kibali. Yaani kuna mahali mtu alitakiwa apate kibali, lakini kwa sababu ya historia kuwa mbaya, anaweza akajikuta anakosa kabisa kibali. Historia. Ndio maana tunapojifunza jambo hili tunaenda taratibu kwa kadiri Roho Mtakatifu anavyotupa kwa ajili ya kuangalia hicho kitu kilichoko. Na unapoanza kujifunza jambo hili utakuja kugundua nyuma ya historia, si tu historia, lakini kuna utendaji kamili nyuma yake.
Kwa tunapoangalia juu ya aina ya historia inaweza kuamua kama upewe kibali au usipewe kibali. Nataka nikupe mfano wa kawaida tu. Mtu anaenda kuomba kazi mahali, na baada ya kuomba kazi anaambiwa leta barua, leta na CV, leta na cheti, chochote ambacho watamwambia wanahitaji anapeleka. Akishapeleka wanavitazama, na kwenye vile alivyopeleka wanaona kabisa huyu ana sifa, ni aina ya mtu tunayemhitaji. Kabla hawajakuweka kwenye ile nafasi wanaotaka kukuweka, wanaanza kutazama huko ulikotoka kama kuna historia mbaya. Na ndio maana kwenye vitu vinavyoambatanishwa kwenye mtu anapoomba kazi, kimojawapo ni uzoefu. Na wengine wanaenda mbali zaidi hadi kuuliza sababu iliyokufanya ukatoka kwenye ile taasisi, sababu iliyokufanya ukaacha kazi kwenye ile taasisi. Je, uliacha kazi vizuri au uliacha kazi kwa magomvi au uliacha kazi kwa ubadhirifu? Nini kilichokusababisha ukatoka kule? Wanachotafuta ni kujua historia iliyoko nyuma yako. Wakigundua kwamba kuna historia mbaya nyuma yako, hata kama CV yako ni nzuri, unaweza ukakosa kazi. Wanakuja kugundua kwamba huyu mtu ni kweli ana CV nzuri, ana uzoefu mzuri kabisa kabisa, lakini tumekuja kugundua mahali alikowahi kufanya kazi, kuna mahali aliwahi kuiba fedha, kuna mahali aliwahi kula rushwa. Kwa ile historia hapa mahali, kwa barua ulioleta na kwa kweli namna ulivyojieleza, wanaona kabisa huyu mtu anatufaa hapa. Lakini kwa sababu ya historia wanaanza kupata mashaka na wewe ya kukuweka kwenye hiyo nafasi. Wanalazimika waanze kuchunguza ili wajiridhishe kwamba je, ile historia iliyosemwa kule ulikotoka, hicho kitu bado unacho au umeacha? Kama bado unacho, wanakunyima. Kama umeacha, wanakupa. Na hata wakikupa, watakupa si kana kwamba wamekupa moja kwa moja, wanakupa kana kwamba kwa matazamio. Wanakutazama waone, je, unaenenda katika upya au bado unaenenda kama mwanzoni? Yote ni kwa sababu ya historia iliyoko nyuma. Tazama kitabu kile cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 9 na ule mstari wa 26. Matendo ya Mitume sura ya 9 na ule mstari wa 26, nao nasema, na Sauli alipofika Yerusalemu, alijaribu kujiunga na wanafunzi, nao walikuwa wakimwogopa wote, wasisadiki ya kuwa yeye ni mwanafunzi. Habari za Sauli. Ametoka Dameski, amerudi kuja Yerusalemu. Na aliporudi kuja Yerusalemu, ndani yake alikuwa anafikiri atapokelewa kirahisi tu kwa sababu ameokoka. Ndani yake alifikiri atapokelewa tu kirahisi kwa sababu ananena kwa lugha. Alipofika pale, maandiko yanasema wote walikuwa wakimwogopa, wasisadiki kwamba na yeye ni mwanafunzi. Na ndio maana wakati mwingine makanisani waga inatokea, inapojulikana kwamba mtu fulani kabla hajajiunga kwenye hii kwaya, kabla hajajiunga kwenye hichi kikundi, kuna mahali aliwahi kuwepo, na hapo mahali alipowahi kuwepo hakuondoka vizuri, watu wanaanza kuwa na mashaka naye kwa sababu ya historia ya kule alikotoka. Kama wanasema huyu mtu bwana kweli anaimba, lakini huyu mtu katika kuimba kwake huwa anatoa unabii, au anaomba, katika kuomba kwake Roho Bwana anaweza akamtumia kutoa unabii. Katika kutafuta historia wanakuja kugundua aliwahi kuwa mganga wa kienyeji. Ile historia wanaanza kuwa na mashaka naye. Ni kweli tunapokuwa kwenye huduma
anatoa unabii. Lakini je, tuna uhakika gani kwamba unabii huu umetoka kwa Mungu kweli? Sio kwamba bado roho ile ya uganga inafanya kazi ndani yake. Lakini ameokoka huyu mtu, kwa wanaanza kuwa na mashaka naye, hawampi kibali mahali ambapo kwa jinsi ya kawaida ungetegemea apewe kibali, kama ambavyo Paulo kwa jinsi ya kawaida ungetegemea aliporudi Yerusalemu, kanisa lifurahi, limpokee kwa shangwe kwamba ameshaokoka sasa. Yule aliyekuwa analiudhi kanisa ameacha kuliudhi kanisa, na sasa hivi amekuwa mmoja wetu, na yeye anahubiri injili kama sisi, na yeye anamtangaza Kristo kama sisi. Kwa sasa hivi tutahubiri injili kwa uhuru, hatuna hofu ya mtu yoyote kutushambulia. Lakini wasijue, Paulo asijue ya kwamba watu wana historia yake ya jana yake, na ile historia ikamfanya akose kibali. Amefika pale watu wanamwambia ishia huko huko, ishia huko huko, hataki kuingiana na wewe. Kwa nini? Kwa sababu ya historia alionayo, historia alionayo. Na si tu kwamba historia, watu wakawa na hofu juu yake kwa sababu ya historia ya kule alikotoka, ya mambo aliyokutana nayo, mambo aliyokuwa akiyafanya. Wasisadiki kwamba na yeye ni mwanafunzi mwenzao. Na hapa ndipo unapoona kwamba kuna uhitaji mkubwa sana wa Mungu kubadilisha historia, kwa sababu inaweza ikakufanya usipate kibali hata mahali ambapo kwa jinsi ya kawaida wewe ulitarajia upate kibali. Unashangaa watu hawakupi kibali, watu hawakupi kibali. Angalia kitabu kile cha Yoshua sura ya 6 mstari wa 22 mpaka ule wa 25. Yoshua sura ya 6 mstari wa 22 mpaka ule wa 25. Naye Yoshua akawaambia wale wanaume wawili walioipeleleza nchi, ingieni katika nyumba ya yule kahaba, mkamtoe huyo mwanamke mwenyewe na vitu vyote alivyo navyo kama mlivyomwapia. Basi wale vijana wapelelezi wakaingia, wakamtoa Rahabu na baba yake na mama yake na ndugu zake na vitu vyote walivyokuwa navyo, wakawatoa na jamaa zake wote pia, wakawaweka nje ya matuo ya Israeli. Ngoja nirudie kwa msisitizo hapo. Wakawaweka nje ya matuo ya Israeli, kisha wakauteketeza mji kwa moto na vitu vyote vilivyokuwa ndani yake, bali fedha na dhahabu na vyombo vya shaba na vya chuma wakavitia katika hazina ya nyumba ya Bwana. Mstari wa 25. Lakini Yoshua akamuhifadhi Rahabu yule kahaba na watu wa nyumba ya baba yake na vitu vyote alivyokuwa navyo, naye akakaa kati ya Israeli hata leo, kwa sababu aliwaficha wale wajumbe aliowatuma Yoshua ili kuupeleleza mji wa Yeriko. Sasa nifuatilie vizuri. Yoshua alipowatuma watu wawili kwenda kuipeleleza Yeriko na nchi, maandiko yanasema walipofika walienda moja kwa moja kwa nyumba ya mwanamke mmoja anaitwa Rahabu kahaba, wakaingia kule kwake, na yule dada akawapokea kwa amani. Maandiko yanasema akawaficha. Wakati wako kule nyumbani kwa Rahabu, walikunywa maji ya Rahabu ambaye ni kahaba, wakala chakula cha Rahabu ambaye ni kahaba, wakavaa au wakalala kwenye kitanda cha Rahabu ambaye ni kahaba, na matandiko au mashuka waliojifunika ni ya Rahabu ambaye ni kahaba. Lakini ilipofika saa ya kumtoa Rahabu Yeriko, wakamtoa, lakini hawakumweka kwenye hema zao, wakamweka nje ya matuo. Maanake wakamweka nje ya kambi. Walipopiga kambi, kwa lugha ya sasa tungekuwa tunasema kama walikuwa wamejenga nyumba, wameweka na fensi, Rahabu pamoja na kwamba wamemsaidia asiangamie, yeye wakaja wakamweka nje ya ile fensi, wakamwacha hapo. Kwa nini wasimuingize kwenye hema yao? Kama wao waliingia kwenye nyumba ya Rahabu,
wakakaa kwenye nyumba ya Rahabu, wakala chakula cha Rahabu, wakanywa maji ya Rahabu. Kwa nini wao wasimuingize Rahabu kwenye nyumba zao? Ni kwa sababu ya historia ya ukahaba wake, na desturi ya Wayahudi na makahaba ni vitu viwili tofauti. Kwa waliona huyu sio mwenzetu, huyu sio wa jamii yetu, hatuwezi kukubaliana naye, hatuwezi kumfanya kuwa mmoja wetu kwa sababu ya ukahaba wake, kwa sababu ya historia yake. Kuna kitu nataka ukione hapa. Ukiwa na historia mbaya, namna historia inavyofanyaga kazi, wakati mwingine saa watu wanahitaji msaada wako, hawauoni ubaya wako, lakini saa wewe unahitaji msaada kutoka kwao, ndo wanauona ubaya wako, na hawawezi kukusaidia kwa sababu ya ule ubaya ulio nao. Na ndio unakuta tunakutana na watu wanasema, niliwasaidia watu wengi sana, lakini ilipofika saa ya mimi kuhitaji msaada wao, hakuna hata mmoja aliyenisaidia, wote wakakaa pembeni. Wao nafikiri walikaa pembeni tu kwa sababu wametaka kukaa pembeni. Ukiwauliza kwa nini hawajakusaidia, watakupa sababu. Rahabu amewasaidia wale wapelelezi, amewatunza kule ndani. Mfalme ametuma askari kuja kuwatafuta. Rahabu amesema wameshaondoka, na kumbe walikuwa wako ndani. Lakini ilipofika saa yake, wakasema hapana, weka nje. Yusufu akasema hii sio sawa, akamchukua Rahabu akamuhifadhi. Rahabu akakaa kati ya Israeli hata hivi leo. Anaposema hata hivi leo, ndo tunakuja kumsoma Rahabu kwenye kitabu cha ukoo wa Yesu, kwamba historia ya Yesu haijakamilika bila Rahabu kuweko katikati. Ukoo wa Yesu haujakamilika bila Rahabu kuweko pale. Yuko pale mpaka leo. Fikiri kama wangemtenga kwa sababu ya historia yake, maanake tusingemuona. Kuna vitu tusingejiona kutoka kwa Rahabu. Kwa historia inapofanya kazi, wakati mwingine namna yake inahakikisha ya kwamba inakunyima kibali hata mahali ambapo wewe ulikuwa utakao upewe kibali. Kama maandiko yanasema ukitenda mema utalipwa mema. Anasema msichoke katika kutenda mema, mtavuna kwa wakati wake, msipozimia moyo. Kwa kama mtu akitenda mema analipwa mema, maana yake ukiwapa watu kibali, na wewe tarajia kupewa kibali. Lakini ukiwa na historia iliyo mbaya, unawapa watu kibali kwenye moyo wako cha kiwango cha kuwasaidia, lakini inapofika saa ya wao kukusaidia, unakosa kibali. Hauna anayekupa kibali. Wote wanauona ule ubaya ulionao kwenye historia yako, wanaiona historia yako ilivyo mbaya, lakini hawaoni ule msaada uliowasaidia kwenye jana yao. Sababu ya tatu. Sababu ya tatu. Kumbuka hiyo ilikuwa ni sababu ya pili, kwamba aina ya historia inaweza kuamua kama upewe kibali au usipewe kibali. Sababu ya tatu. Na kwenye sababu ya tatu tuna A na B. Sababu ya tatu tuna A na B. Sababu ya tatu, kwa nataka tuangalie sababu ya tatu A. Sababu ya tatu A. Historia ikiwa mbaya huwa ina kawaida ya kukutenga na watu wa hatima yako. Historia ikiwa mbaya huwa ina kawaida ya kukutenga na watu wa hatima yako. Kila mtu kwenye hatima yake kuna watu Mungu amempa awe nao kwa ajili ya hatima aliyobeba. Na ndio maana unaona hata kwenye uumbaji Mungu hakuumba mtu mmoja. Anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu wakatawale. Hajasema akatawale. Alianza kusema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu wakatawale. Manake ni mtu mmoja aliyebeba hatima, lakini anahitaji mwingine wa kumsaidia kuifikia hatima. Alafu anaendelea kusema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mtu kwa mfano wake, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Hiyo ni katika roho. Na alipokuja katika mwili, Mwanzo 2:7, akamuumba Adamu kwa maana ya mtu mwenye jinsia ya kiume ambaye anaitwa Adamu. Baada ya muda akamweka kwenye bustani Eden atumikie kusudi, akampa na hatima. Wakati Adamu anaendelea na kazi yake,
maandiko yanasema Mungu akasema si vema mtu huyu awe peke yake, tamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Akapewa mwanamke. Kutoka kwenye ubavu Mungu akamfanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Kwa sababu tangu mwanzo Mungu aliumba mtu asiwe peke yake, awe na mtu, awe na watu kwa ajili ya kumsaidia kwenye hatima aliyobeba, kwenye kile alichobeba. Na ndio maana ukisoma kwenye Biblia hautaona mahali popote ambapo kuna mtu alisimama peke yake. Ulipofika tu wakati wa Mungu kuanza kumtumia kwenye kile alichobeba, Mungu alimuinulia mtu au watu wa kuhakikisha wanatembea naye, wanasimama naye kwenye kile alicho nacho, kwenye kile alicho nacho. Na ndivyo ilivyo pia kwenye hatima. Sasa historia ikiwa mbaya, namna yake ya kutenda kazi huwa ina kawaida ya kukutenga na wale watu wa hatima yako, ambao ndio wamebeba sehemu ya utimilifu wa hatima yako. Inakutenga nao, inawaweka mbali, ili kwamba utembee peke yako. Na kama utatembea na watu, basi wasiwe wale wa hatima yako, wawe ni watu wengine tofauti kabisa. Na kwa sababu unatembea na watu ambao sio wa hatima yako, usitarajie kuifikia hatima yako, kwa sababu atakupeleka kwenye uelekeo ambao sio sahihi. Na maandiko yanasema wawili hawawezi kwenda pamoja isipokuwa wamepatana. Wawili hawawezi kwenda pamoja isipokuwa wamepatana. Maana yake ili tutembee kwenye uelekeo mmoja, lazima wote tuwe tunaenda mahali pamoja. Kama tunaenda mahali tofauti, wote tunasafiri lakini hatuendi mahali pamoja. Ni sawa sana mmoja ambaye anasafiri kwenda Kagera, mwingine anasafiri kwenda Mtwara. Wote wanasafiri na wote wanaweza wakafika kituo cha basi, lakini kama huyu wa Kagera ataamua kuingia kwenye basi anaenda Mtwara kwa sababu ni rafiki yake, anampenda sana na wameambatana, mwisho wa safari atajikuta yuko Mtwara na sio Kagera. Kwa kile ambacho alitakiwa kukifanya hawezi kukifanya kwa sababu ameenda mahali ambapo sio sahihi. Angalia kitabu cha Yoshua tena, ile sura ya 6, ule mstari wa 22 mpaka wa 25. Uone hizi habari za Rahabu. Wapelelezi walipoenda, mwekuelewa kwa nini walienda moja kwa moja kwenye nyumba ya kahaba. Kwa sababu Mungu angeweza kuwa direct mahali pengine. Mungu angeweza kuwaongoza wakaenda mahali pengine. Angeweza kuwaongoza wakaenda hata Ikulu, wafikie Ikulu. Ingewezekana. Ingewezekana. Maana tunaona mahali pengi Mungu namna anavyoongoza watu, wanaenda kupokelewa na watu ambao singetarajia wapokelewe. Kwa mfano, tunamuona Daudi alipokimbia Ikulu wakati vita imeinuka na mfalme Sauli, akakimbilia polini. Sauli alipomfuata polini, vita ikawa kali. Maandiko yanasema huyu mtu anaitwa Daudi alikimbilia katika nchi ya Wafilisti chini ya mfalme mmoja anaitwa Akishi. Akakaa chini ya Akishi. Akishi ni mfalme wa Wafilisti. Daudi alimuua Goliati, aliwaua Wafilisti, kwa hiyo ni adui wa Wafilisti. Lakini ilipofika saa hii, alipelekwa moja kwa moja, mfalme wa Wafilisti akampokea Daudi. Tena sio tu kumpokea, akamweka awe bodyguard wake namba 1. Uone kitu cha ajabu namna hiyo. Kwa Mungu hakushindwa kuwachukua wapelelezi wawili akawapeleka kwa mfalme wa Yeriko. Wakakaa pale, wakatunzwa kwa siku zote zile. Kama aliweza kumfanya Musa, Farao ametoa oda watoto wa kiume wa Kiebrania wote wauawe. Alafu Musa akaokotwa na binti Farao, akaendwa kulelewa nyumbani kwa binti Farao. Kwa Mungu angeweza kabisa kuwafanya hawa wana wa Israeli, hawa wapelelezi wawili waliokuja, waende wapokelewe na mfalme, watunzwe na mfalme kule Ikulu, na waipeleleze nchi wakiwa kule Ikulu. Lakini aliwapeleka moja kwa moja kwa Rahabu ambaye ni kahaba. Ni kwa sababu ndiye aliyekuwa mtu wa hatima yao. Ndiye aliyekuwa mtu wa hatima yao. Na ndio maana ukisoma utakuja kushangaa kitu cha ajabu sana. Maandiko yanasema nyumba ya Rahabu ilikuwa ukutani. Na ndio maana wakati anawatoa aliwapitishia dirishani. Maana yake ule ukuta wa mji uliozunguka mji, nyumba ya Rahabu ilikuwa imeshikamana na ule ukuta.
Kwa kama nyumba yake ilikuwa imeshikamana na ukuta, wewe unaelewa kiroho. Maandiko yanasema wakati Yeriko inaanguka, msingi wa ule ukuta ulizama chini. Kwa unaweza ukaelewa maana yake ni nini Rahabu kuweko Yeriko. Si tu kwamba alikuwa Yeriko, alikuwa amebeba hatima ya Yeriko. Na ndio maana ya nyumba yake ilikuwa imeshikamana na ile mji na ukuta wa mji wa Yeriko. Na maandiko yanasema ilipofika saa, hawa wapelelezi wanakuja, wakaingia kwenye lango, moja kwa moja wakaenda kwenye nyumba ya Rahabu. Kwa sababu kwenda kwa wapelelezi, Rahabu ndiye aliyekuwa mtu wa hatima yao. Na huyu mtu Rahabu na yeye, hawa Waebrania ndio waliokuwa watu wa hatima yake. Lakini wamekutana, historia ikiwa imeharibika. Historia ikiwa imeharibika. Na ndio maana mara nyingi ukianza kufuatilia, utakuja kugundua watu wengi sana wa hatima hawajakutana wakiwa na historia nzuri. Wamekutana wakiwa na historia mbaya. Ukianza kufuatilia watu wengi, namna ambavyo ukiwatazama wanavyotembea sasa hivi, unaona kabisa kwa kweli Mungu amewabariki, wanaenda vizuri. Fuatilia historia zao. Kuna mwingine historia yake alivuruga. Kuna mahali alivuruga kiasi ambacho huyu aliyekuja asingeweza kumpokea. Ameolewa na mtu mzuri kabisa, mtumishi mkubwa kabisa, kiongozi mkubwa kabisa. Lakini cheki huyu dada, historia yake ya nyuma alivuruga. Cheki huyu kaka, amekutana na dada mzuri kabisa, lakini historia yake ya nyuma huyu kaka alivuruga. Lakini ndio mtu wa historia yake, ndio mtu wa hatima yake, So historia usipoweza kuishughulikia vizuri, inakutenga na hao watu. Kwa hiyo utaelewa kwa nini walimweka nje ya matuo, kwa sababu ya historia. Hawakuwa wanajua kwamba huyu ni mtu wa hatima yetu. Hatima yetu ni nani? Yesu hawezi kutokea isipokuwa Rahabu yuko hapo. Ni mtu wa hatima huyu. Wakamweka nje. Yoshua akasema hapana, hatuwezi kumwacha nje. Kama yeye alitusaidia kwa sababu alituona tumebeba hatima yake, na sisi pia tunapaswa kumsaidia, kwa sababu nikimtazama naona kuna hatima yetu ndani yake. Na wakamchukua wakamleta, Yoshua akamchukua akamuhifadhi ndani ya kambi za Waisraeli. Akakaa kwa Waisraeli hata leo. Leo tunaposoma habari za Yesu, lazima umtaje Rahabu yule kahaba. Unaposoma habari za mashujaa wa imani, lazima umtaje Rahabu yule kahaba. Yuko pale kwa sababu ya ule hatima uliokuwa umefungwa kwenye historia. Na Mungu, asante Yesu kwamba Yoshua aliona hicho kitu mapema na akaingilia kati kuhakikisha kwamba anamsaidia Rahabu, ili historia yake isije ikamtenga na watu wa hatima yake. Na watu wengi sana wamekutana na watu wa hatima zao, lakini kwa sababu ya historia mbaya walizopewa juu ya hao watu, wakasema huyu mtu hanifai kwa sababu ana historia mbaya. Hanifai kwa sababu historia yake mbaya. Hanifai. Nilikuwa nasikiliza ushuhuda wa mtu mmoja ambaye ni mkubwa sana, ni rais mkubwa wa taifa kubwa lenye nguvu duniani. Habari ya mke wake, kabla hawajakutana na ujana wake, huyu dada alikuwa ni wale wanenguaji kwenye makasino. Alikuwa anacheza kwenye makasino, mnenguaji mkubwa. Watu wanalipa viingilio, wanaenda kuangalia namna anavyocheza stejini. Anajiuza. Alafu kufumba na kufumbua, akaja kuolewa na rais, mtu ambaye akaja kuwa rais baadaye. Kwa unaweza kuelewa kama huyu baba angesema atazame historia yake, manake huyu mama angepoteza hatima yake ya kuwa first lady. Lakini kwa sababu hakutazama historia, yeye alichoangalia ni kile huyu dada alichonacho, kitakacho ni kuja kunisaidia mimi baadaye, akamuoa. Na ndivyo ambavyo watu wengi sana tunapoteza watu wa hatima kwa sababu ya kuangalia historia zao. Unakutana na mtu wa hatima yako, lakini ana historia mbaya. Na historia yake mbaya, aliacha shule. Wewe ukitazama umesoma vizuri, hujapiga kona shuleni. Historia yake mbaya, amezaa kabla ya kuolewa. Wewe ukitazama umejitunza vizuri, amezaa kabla ya kuoa.
Wewe ukitazama umejitunza vizuri, ana historia mbaya, unawaza sasa nimchukue au nimwache. Unajaribu kwenda kutafuta ushauri kwa marafiki na mahali pengine na kwa watumishi, wanakwambia siku hizi haya mambo yanasumbua sana. Kuoa mtu ambaye ameshazaa pembeni, mtu ambaye ana mtoto pembeni, anasumbua sana, kwa sababu mwenzake anaweza akaja akaanza kuwaletea shida. Na wanasema kwa kweli sasa ndo nafanyaje? Naamua kusema ngoja ni muache. Kumbe ndiyo mtu wa hatima. Analetwa mtu unamuona kabisa kwa kweli ndiyo historia yake ilivuruga. Kwenye historia yake alikotoka ameharibu. Lakini unasema kwa sababu ya 1 2 3 huyu mtu hawezi kunifaa tena, kwa hiyo ngoja ni muache. Unamwacha. Usijue kwamba umemwacha mtu wa hatima yako. Haleluya. Angalia twende cha 3. Sababu ya 3B. Sababu ya 3B. Sababu ya 3B. Tunamaliza sasa hivi, tuombe. Sababu ya 3B. Historia ikiwa mbaya huwa ina kawaida ya kukutenga na eneo la hatima yako. Historia ikiwa mbaya huwa ina kawaida ya kukutenga na eneo la hatima yako. Historia ikiwa mbaya huwa ina kawaida ya kukutenga na eneo la hatima yako. Kila mtu kwa kuwepo kwake duniani kuna eneo la hatima yake. Hajaletwa duniani aishi popote tu. Hapana. Kuna eneo la hatima yake ambalo akieko kwenye hilo eneo, kutokea hapo Mungu atamuinua. Kutokea hapo atajulikana. Kutokea hapo hakuna mtu ambaye hatojua alichobeba. Kutokea hapo atakuwa baraka. Eneo la hatima. Lakini historia inapokuwa mbaya huwa inafanya vita mpaka kwenye eneo la hatima. Usije ukakaa kwenye eneo la hatima yako, kwa sababu Biblia, ulimwengu wa roho naelewa, kanuni mojawapo ya mafanikio ni hali ya kiroho ya ardhi uliopo. Na ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia 22:29 utaona naambio 22:29 Yeremia anasema nchi lisikie neno la Bwana, andika habari za mtu huyu kwamba hana watoto tena, hatafanikiwa katika kazi zake zote. Kinachosemeshwa ni ardhi, ndiyo inayosemeshwa, kwa sababu ndiyo imebeba mafanikio. Na unakumbuka moja ya baraka ambayo Mungu alimpa Ibrahim ni baraka ambayo imefungamana na ardhi. Alimwambia nchi hii uilalayo takupa wewe na uzao wako. Baraka aliyopewa Isaka ni ile baraka ya kutoka kwa Ibrahim, ikiwa na urithi wa ardhi ndani yake. Baraka hiyo hiyo akapewa Yakobo ikiwa na urithi wa ardhi ndani yake. Lakini mtoto wa kwanza wa Ibrahim anaitwa Ishmaeli, na yeye alibarikiwa, lakini baraka yake haina urithi wa ardhi ndani yake. Nenda kasome utaona. Ukienda pia kwa Esau, baada ya kuona Yakobo ameiba haki yake ya uzaliwa wa kwanza, Esau akalia akamwambia, baba, naomba unibariki kwa sababu bado kuna mbaraka mmoja umebaki. Isaka akasema, ngoja nikubariki. Kwenye zile baraka alizozitamka hakuna urithi wa ardhi ndani yake, haupo. Kwa unaweza ukaelewa baraka za watoto wa Mungu, moja eneo ambalo limefungamanishwa nazo ni ardhi. Au hujasoma habari za Isaya ile sura ya kwanza na ule mstari ukisoma wa 19, anasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Isaya, kitabu cha Isaya, ngoja tusome hapo. Isaya sura ya kwanza ule mstari wa 19, anasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Na nchi maana yake ni ardhi yenye mipaka halali ya kiumiliki. Kwa kumbe kula mema ya nchi sio mema ya kazi. Mema ya nchi ni matokeo ya mtu kukubali na kutii. Kwa hiyo ukikubali na kutii, Mungu anaiamuru nchi
iruhusu mema yake ya kupate. Utaelewa kwa nini maandiko yanasema Mungu alipomuumba mtu, alipomaliza akamweka kwenye bustani ya Edeni ailime na kuitunza, maanake kuna ardhi. Alipokorofisha akaondolewa kwenye bustani ya Edeni akawekwa mahali pengine, akawekwa kwenye ardhi ambayo sio bustani ya Edeni. Alafu afanye nini? Ailime ile ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa, na akaambiwa miiba na michongoma itakuzalia kutoka kwenye hiyo ardhi, sio tena mema. Kwa kila mtu kwenye wito alio nao, kwenye hatima yake, kwenye kusudi lake, ana eneo la hatima yake, na historia inaweza ikakutenga na eneo la hatima yako. Hem, tufuatane vizuri kwenye haya maandiko. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 17 na ule mstari wa 26. Matendo ya Mitume sura ya 17 ule mstari wa 26 unasema hivi: naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Kwa alipomaliza kumuumba mtu, Biblia inasema akawaweka, naye alifanya kila taifa. Taifa maana yake mkusanyiko wa watu walioko chini ya mfumo wa kiutawala mmoja. Walipokaa hapo, anasema akiisha kuwawekea nyakati. Wapi? Wakae juu ya uso wa nchi. Maanake kuna mahali aliwaweka wakae, sio tu kila mahali, sio popote tu pale. Kuna mahali aliwaweka wakae, kwa sababu ndipo palipobeba mafanikio ya mtu, pamebeba hatima ya mtu. Na historia inapoanza kufanya kazi vita na wewe, inakutenga na lile eneo la hatima yako. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 11. Mwanzo sura ya 11 uone kitu. Mwanzo sura ya 11 ule mstari wa kwanza. Tuanzie mstari wa kwanza, unasema hivi: nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja. Kwa sababu ndio iliyokuwa hatima. Watu wote tuwe na lugha moja, tuwe na usemi moja. Lakini ili tuwe na lugha moja na usemi moja, unategemea hali ya kiroho ya ardhi tuliyopo. Ndio maana haisemi watu wote, inasema nchi yote. Na neno nchi maana yake nimekwambia ni ardhi yenye mipaka halali ya kiumiliki. Kwa kama anasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja, maana yake lugha haiko kwa watu, lugha iko kwenye ardhi yao. Lugha haiko kwa watu, lugha iko kwenye ardhi yao. Na ndiyo maana Tanzania lugha yetu ni Kiswahili. Ukienda kwenye nchi nyingine wana lugha yao. Ukija kwenye nchi ya Tanzania ina lugha yake. Fuatilia nchi ambazo zinatumia lugha ya nchi nyingine, wawe wanataka wawe hawataki, ile nchi itawatawala. Ngoja niseme tena, nchi ambayo inaamua kutumia lugha ya nchi nyingine kuwa kama ndio lugha yake ya taifa, mwe mnataka mwe mtaki, hiyo nchi itawatawala. Kwa lugha ya kikawaida hilo taifa litawatawala. Mataifa mengi ya Kiafrika tunajua tulitawaliwa na Waingereza na tulitawaliwa na Ufaransa. Haya makoloni yalishaondoka, hayapo kwenye nchi zetu, lakini bado yanatutawala. Yanatawala kupitia kitu gani? Lugha zao. So bado tunatumia lugha zao kama ndio lugha mama ya nchi. Na ndio maana kuna mahali unaweza ukashangaa, unaenda kwenye ofisi ya serikali ambayo hiyo serikali inaongea Kiswahili, ambayo hiyo nchi inaongea Kiswahili, alafu imeandikwa no English, no service. Kama uongee Kiingereza upate huduma. Unajiuliza shida ni nini? Shida ni nini? Shida ni nchi imepokea lugha gani? Anasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja.
Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambalale katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Angalia vizuri mstari wa pili. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambalale katika nchi ya Shinari. Kwa katika nchi ya Shinari kuna nchi ilionekana ndani yake. Manake kwenye ardhi inayoitwa Shinari kuna ardhi nyingine ilionekana inayoitwa, ambayo ilikuwa tambalale. Wakakaa pale. Walikokaa pale wakaambiana, na tufanye matofali tuyachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Alafu wakasema, haya, na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Kwa unaweza ukaelewa, hao watu wanatengeneza kitu kwa sababu mahali walipo pamewashikamanisha. Ardhi waliopo imewashikamanisha na hatima ya kitu wanachotaka kufanya. Angalia Mungu alipochungulia mbinguni alichosema. Ule mstari wa 6, Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayotaka kuyafanya, wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Kwa nini? Kwa sababu wanachokikusudia kukifanya ni hatima iliyofungamanishwa na ardhi ya mahali walipo, ambayo ardhi ndiyo imebeba lugha na usemi ambao unawafanya wasikilizane kwenye hatima yao. Kwa tufanyaje? Akasema, na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane wao kwa wao. Basi akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. Kwa hiyo nisikilize, kama kwenye ule mstari wa kwanza unasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja, alafu Mungu aliposhuka alikuja kwa ajili ya kuchafua usemi. Wewe na uhakika alipiga ardhi, alipiga nchi, hakupiga midomo yao. Alipiga nchi, hakupiga midomo yao, kwa sababu kilichokuwa kinaamua wawe na lugha moja na usemi moja ni hali ya kiroho ya ardhi waliopo, hali ya kiroho ya nchi waliopo. Na ndio maana unakuta kuna mtu anakaa mahali fulani, baada ya muda anahamishwa, anapelekwa mahali pengine. Kinachomhamisha yeye mwenyewe ajui ni kitu gani. Anasema tu, mimi sijisikii kukaa hapa, nahama. Anahama, anahamia mahali pengine. Hata kama amejenga, baada ya muda anauza, aenda kuhama mahali pengine. Kwa nini? Nenda kasome Biblia yako habari za Kaini. Aliambiwa atakuwa mtoro na mtu asiye na kikao, mtu wa kutangatanga, mtu wa kuhamahama, na kwa sababu hiyo hakuna namna anaweza kuifikia hatima yake. Haleluya! Ndio maana lazima uwe mwangalifu sana kwenye hili eneo la historia. Inakutenga kabisa na eneo la hatima yako, na usipokuwa mwangalifu unaweza kufikiri ni kitu tu cha kawaida, kwamba ni cha kawaida tu, ni cha kawaida. Usijue kwamba kinakutenga na eneo la hatima yako. Angalia kitabu cha Waamuzi ile sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Tunamaliza. Waamuzi ile sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Maandiko yanasema, basi huyo Yefta Mgiliadi alikuwa mtu shujaa sana, naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Gileadi akamzaa Yefta, mkewe huyo Gileadi akamzalia wana. Na hao wana wa mkewe hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa, wakamtoa Yefta na kumwambia, wewe hutarithi katika nyumba ya baba yetu, kwa sababu wewe u mwana wa mwanamke mwingine. Ndipo Yefta akawakimbia hao nduguze, akakaa katika nchi ya Tobu, na watu mabaradhuri walikwenda na kutangamana na Yefta, wakatoka kwenda pamoja naye. Nini kilichomuondoa kwenye nchi ya babake akaenda kukaa kwenye nchi ya Tobu? Nini kimemuondoa kwenye nchi ya babake? Historia yake, na sio historia yake mwenyewe, historia ya mama yake. Kwa sababu ni mbaya, ikamwathiri paka na yeye, ikamtenga na eneo la hatima yake. Unasema, unajuaje ni eneo la hatima yake? Kwa sababu ndicho kilichotokea kule mbele. Baadaye walirudi wale watu kwa ajili ya kumtafuta Yefta. Vita ilipoinuka wakasema, hii vita hatuwezi kushinda isipokuwa Yefta amekuja kupigana pamoja na sisi.
wakaenda kwenye nchi ya Tobu kwenda kumtafuta Yefta na kumrudisha. Yefta akawaambia, niko tayari kwenda kupigana, lakini mniapie kwa Bwana kwamba nikishinda mimi ndiye nitakaye kuwa mfalme wa hiyo nchi. Wakasema hakuna shida, tuko tayari, wewe nenda katushindie, tutakuacha utakuwa mfalme. Kwa ile nchi ya baba yake Mgileadi ndio iliyokuwa imebeba hatima ya ufalme wake, lakini kwa sababu ya historia ikamtenga, ikampeleka mbali. Mungu akatengeneza mazingira ya vita, maanake vita isingeinuka, Yefta asingefikia ile hatima, kwa sababu tayari historia ilikuwa imeshamtenga na lile eneo la hatima yake. Ndio maana ukisoma kwenye Biblia utakuja kugundua habari za Daudi. Hakupakwa mafuta ya ufalme kila mahali. Maandiko yanasema mafuta ya kwanza yaliyokuwa yanamweka wakfu na kuanza kumuandaa kwa ajili ya kuwa mfalme alipakwa nyumbani kwa mzee Yese. Lakini mafuta ya pili ya kuwa mfalme wa kabila ya Yuda alipakiwa kwenye mji unaitwa Hebron. Alipopanda kwenda Hebron, wazee wa Yuda wakaja, na kabla hajapanda aliuliza kwa Bwana, je, ni upandie mji wowote katika Yuda? Bwana akamwambia panda. Anasema nipande wapi? Akamwambia Hebron. Alipopanda kwenda Hebron, ndipo akakutana na wazee wa Yuda, wakaja wakampaka mafuta. Kwa asingepanda kwenda Hebron akaenda mahali pengine, asingekutana na ile hatima ya ufalme katika Yuda. Kwa nataka uone hichi kitu kwamba si kila mahali tu unaweza ukawepo mpaka kusaidia kuifikia hatima yako, mahali pa hatima. Na historia waga inafanya vita na watu kuhakikisha kwamba hawakai mahali pa hatima zao. Kumbuka ushuhuda wa mtumishi wa Mungu Mwalimu Mwakasege aliyokuwaga na uzungumza juu ya umuhimu wa kumuuliza Mungu juu ya mahali pa kuishi. Asema yeye ni mtu wa Mbeya, mke wake ni mtu wa Shinyanga, na yeye angetamani sana ajenge kwao Mbeya, aishi kwao Mbeya. Lakini wakati anamuuliza Mungu, Mungu akamwambia Arusha, mahali ambapo hakuwahi kupafikiria kwamba ataishi Arusha. Mungu akamwambia Arusha. Kwa sababu gani? Ndio mahali pa hatima, ndio mahali pa hatima. Na wakati mwingine ni rahisi sana kwenda kwenye mji, kwa sababu unaona pale kwenye ule mji nikienda atajulikana haraka. Halafu unashangaa unaenda ndo unazama jumla. Hata kule kujulikana kidogo uliko kuwa nako kunapotea. Kwa sababu wewe unatazama kwa jinsi ya nje. Usijue ya kwamba swala la hatima linategemea sana eneo mtu alilopo. Tegemea eneo mtu alilopo. Na watu wengi sana hatima, historia zimetusukuma, zikatuweka mbali na maeneo ya hatima, zimetusukuma zikatuweka mbali. Na wakati mwingine hata ukijaribu kusemeshwa, wewe unafikiri kwa nini watu wengi anaishi mjini, lakini anapoanza kuombea hatima yake ya kiuchumi, hatima yake ya ndoa, hatima yake ya elimu, anarudishwa kwenye ndoto yuko kijijini kwao. Anasemeshwa kwenye ndoto yuko kijijini kwao. Anarudishwa kwenye shule aliyosoma zamani. Manake Mungu anajaribu kumsemesha kwamba hicho unachotaka kushughulika nacho umekwamishwa na hali ya kiroho ya ardhi ya mahali fulani. Shughulikia hicho kitu. Shughulikia hicho kitu. Na ndio maana Ibrahim aliambiwa toka wewe katika nchi yako. Cha kwanza katika nchi yako. Katika nchi yako. Uende mahali nitakapokuambia. Kwa hatima ya Ibrahim ilikuwa imefungwa sio na nchi ya Ukaldayo, ilikuwa imefungwa kwenye nchi ya Kanaani. Ndio hatima yake ilikokuwa imefungiwa. Sio huku kwenye ulu wa Ukaldayo. Huku kwenye ulu wa Ukaldayo ndiko alikozaliwa, amekulia huku, amelelewa huku, lakini hatima yake imefungwa kwenye nchi ya Kanaani. Na Mungu anamwambia toka kwanza kwenye nchi hii ili iweze kukupa nchi hii ya hatima yako. Maana yake ni nini? Huwezi kuifikia nchi ya hatima yako kama bado kuna nchi nyingine inayokushikilia. Lazima ile nchi ambayo sio ya hatima yako ikuachilie, ndipo uweze kuifikia nchi ya hatima yako. Ndio maana alimwambia toka kwenye hii nchi, toka kwenye nchi yako, ili uweze kwenda kwenye nchi ninayokupa mimi. Kwenye nchi ninayokupa mimi. Na utaelewa sasa kwa nini Ibrahim
kwenye kila mahali alipoenda kwenye ile nchi, Mungu akimtokea akimsemesha kitu, anajenga madhabahu. Mungu akimtokea akimsemesha kitu, anajenga madhabahu kwa ajili ya kuthibitisha kile Mungu alichomsemesha, kwamba Mungu amenisemesha kwa habari ya hii nchi na amenisemesha hapa, nathibitisha. Yakobo, Mungu alipomtokea pale alipokuwa amelala akiwa anamkimbia Esau, akajenga madhabahu kwenye ile nchi. Na angalia na yeye alichoambiwa, nchi hii ilalayo takupa wewe na uzao wako baada yako, kama nilivyomwapia Ibrahim baba yako na Isaka, na wewe pia nitakupa nchi hii. Haleluya, haleluya. Tupate nafasi ya kuomba. Tupate nafasi ya kuomba. Mungu abadilishe historia yako. Yes. Mungu abadilishe historia yako ambayo imetumika kukutenga na eneo la hatima yako. Mungu akubadilishie, ili kwamba uwe na eneo, uende kwenye eneo la hatima. Ni wapi ambapo Mungu anataka uishi kulingana na kile alichokubebesha, ambacho kutoka hapo utajulikana. Kwa sababu wakati mwingine ni rahisi sana kusema ngoja niende kwenye mji mkubwa na mimi naweza nikajulikana. Unaenda kwenye huo mji ndio unapotea kabisa. Ndio unapotea kabisa. Kuna watu wanaishi kwenye miji ambayo wala haina majina makubwa, lakini wanajulikana kama watumishi wa Mungu wakubwa, wanajulikana kama wafanyabiashara wakubwa, wanajulikana kama viongozi wakubwa, kwa sababu tu yuko mahali pa hatima yake. Yuko mahali pa hatima yake. Mkono wako ni mkuu sana, Mungu unaishi. Mkono wako ni mkuu sana, Mungu unaishi. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Rapa kandara bashata, ropo kosaka mandoko saka, rapa kandari kamandora, ropo koriantara bashendere boko saka, ropo kokosaka ndara basata, rika mandoko saka tarabashita, repo kosaka tamando, rapa kandari kamandora, rikandoro bokoriantara basaya, rapa kandara bashata, rika mandoko sakanda, ropo koriantara bakandora, riko kosakandara bashata, rika mandiko sakamando, ropo koriantara basika, katika jina la Yesu. Rika mandoko sakanda, ropo koriantara bakandora, Mungu rika mandoko saka, ropo koriantara bashata, rika mandoko saka tamandora, riko koriantara basata, katika jina la Yesu. Ropo kosaka mando, ripa katamandoko saka. Bwana, tuko mbele zako tena watoto wako Mungu, katika jina la Yesu, kwa ajili ya zile historia ambazo zimetutenga na maeneo ya hatima zetu, yale maeneo ya kusudi letu, katika jina la Yesu Kristo, zikatuweka mbali. Lakini ile hatima ulioweka ndani yetu, lile kusudi uliotubebesha, kuna mahali tunatakiwa kuwepo ili hilo kusudi liweze kuchanua, ili hiyo hatima iweze kuchanua Mungu, katika jina la Yesu. Lakini kwa sababu ya zile historia mbaya tulizo nazo, Bwana, rika mandoko saka, ropo koriantara bakandora, rika ndara bashanda rika mando, ropo kosakandara bashata, ripa katamandoko sakanda, rika ndiribo koriandara bakandora, ropo kosakandara bashata, katika jina la Yesu. Ropo kosaka mandoko saka, rika ndara bashendere boko sata, ropo koriantara bakandora. Bwana, tunaomba toba ya kutoka kwenye kila eneo ambalo sio la hatima yetu, kama ulivyomwambia Ibrahim ya kwamba toka wewe katika nchi yako. Nasi Bwana, kuna mahali tumekaa ambapo sio pa hatima zetu, panapozuia Bwana zile hatima ulizoweka ndani yetu kuchanua, lile kusudi ulioweka ndani yetu kuchanua, katika jina la Yesu. Bwana, tunaomba kutoka kwenye hizo ardhi, kwenye hayo mahali, kwenye hayo maeneo,
katika jina la Yesu. Rika mandoko saka. Ni kweli ndani yetu tumebeba kitu cha biashara, lakini mahali tulipoweka hizo biashara sio mahali pa hatima. Mungu, katika jina la Yesu, ni kweli Bwana tunafanya kazi, lakini mahali tunapofanya kazi sio mahali pa hatima. Ni kweli tunatumika, lakini mahali tunapotumika sio mahali pa hatima. Mungu, katika jina la Yesu tuko mbele zako Bwana. Rika mandoko saka rapa kanda rabashata rika mandoko saka mando repoko saka tamandora rika ndarabashanda rika mando ropo koriantarabasata katika jina la Yesu. Rika ndarabashanda rika mando ropoko saka ndarabakandora rika ndarabashendere bokotaya ripa kandarabasaka katika jina la Yesu. Rika mandoko saka ropo koriantarabashata ripa kandarika mando rikandarabakandora rikandarabashendere bokotaya ropo koriantarabasaka katika jina la Yesu. Rika mandoko sakanda rikamando rapa kandarabakandora rikandarabashendere bokotaya ripa katamandiko saka ropo koriantarabasata rika mandoko saka mando katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba tutenge na hizo historia mbaya ambazo zimetutenga na yale maeneo ya hatima zetu na maeneo ya makusudi yetu katika jina la Yesu. Na tumejikuta tuko mahali ambapo sio pa hatima zetu, ambapo sio pa kusudi letu. Mungu, katika jina la Yesu, rikandara pakandora rikandara bashata ropo kosaka mando ripa kandara bashanda rikamando ropo koriantara bakandora katika jina la Yesu. Ripa kandara bashanda rikamando ropo kosakandara bashata repo kosaka tamandira riko koria mandoko taya ripa katamandoko sakanda karabashendere bokotaya ripa kandari kamandora riko koriantara bashendere bosika ripa kandara basaka karobo saka mando ropo kosakandari kamandora katika jina la Yesu. Ropo kosakandara bashata. Bwana akutokezee na wewe kama alivyojifunua kwa Yefta kwa mara nyingine, akamrudisha kwenye eneo la hatima yake. Ripa kandara bakandora rikandara bashanda rikamando. Mungu, katika jina la Yesu, ikiwa tumeondolewa kwenye maeneo ya hatima zetu, Bwana tunaomba kurudi kwenye maeneo ya hatima zetu. Bwana, kwa neema yako Mungu, katika jina la Yesu, kwa neema yako Bwana Mungu, tupe kurudi tena kwenye maeneo ya hatima zetu, ili kwamba vile vilivyobeba Mungu viweze kuchanua katika jina la Yesu. Rikanda rapa sata rikanda rabashata ripa kanda rikamando ropoko sakanda rabakandora rikanda rabashanda rikamando kotaya repo koriantara basaka katika jina la Yesu. Ripa kanda rikamando rikanda rabashanda rikamandora rapa kanda rabashata rikamandiko taya ropo koriantara basaka katika jina la Yesu. Ripa kandarabakandora Bwana rikamandoko saka ropo koriandarabasata. Mungu, katika jina la Yesu, kwenye hilo eneo tulilokwama rapa kandarabakandora, umetusemesha katika ndoto kwamba kuna mahali tumekwama kwenye zile ardhi ambazo zimeshikilia hatima yetu, zilizoandikwa habari zetu. Bwana, tunaomba toba kwa ajili ya ardhi yoyote ambayo imeandikwa habari zetu, ambazo zinazuia kuyaishi makusudi yako ndani yetu, katika jina la Yesu. Ripa kandarabakandora ropo koriantarabasata rikandarabashanda rikamando ropo kosakanda rapa kandarabashata katika jina la Yesu. Ropo kosakandarabashata kwa damu ya Yesu. Hiyo ardhi ambayo imetushikilia, ambayo Bwana inafisha vile tulivyobeba, Bwana ituachie, Bwana ituachie. Rikandarapasata kwamba ni ardhi za kijijini kwetu. Ripa kandarabakandora, hiyo ardhi ituachie. Ropo kosakamando ropo koriandarabashata, damu ya Yesu ipite kukuondoa kwenye hiyo ardhi ambayo kila unapoota ndoto ya shule unaota
huko kwenye hiyo shule, rapa kanda raba kandora, unapoomba kwa ajili ya kuolewa, unapoomba kwa ajili ya ndoa yako, unaota ndoto huko kijijini, unapoomba kwa habari ya uchumi wako, unaota ndoto huko polini, hiyo ardhi ikuachilie hapo mahali ulipofungwa, kwenye hiyo ardhi ambayo inafisha hatima yako, inaua hatima yako, ikuachie kwa damu ya Yesu, ikuachie kwa damu ya Yesu, ikuachie kwa damu ya Yesu, ikuachie kwa damu ya Yesu. Rapa kanda rabashata, ikuachie kwa damu ya Yesu, ikuachie kwa damu ya Yesu. Ripa katamando, ropo kosaka mandora, rikanda rabashata, ropo kosakanda, rikanda rabashata, rapa katamando, rikanda rabashata, ropo korianda rabashata. Hiyo ardhi ikuachie, iachie hatima yako, iachie hatima yako, iachie hatima yako, iachie hatima yako. Na hizo habari zilizoandikwa kwenye hiyo ardhi kwa damu ya Yesu, tunafuta hizo habari zako zilizoandikwa kwenye ardhi ya kwenu, kwenye ardhi ya shule yako, uliosoma shule ya msingi, uliosoma sekondari. Tunafuta kwa damu ya Yesu, tunafuta kwa damu ya Yesu, tunafuta hizo habari mbaya za kutokufanikiwa zilizoandikwa kwenye ile ardhi ya polini, ardhi ya shambani, ardhi ya njia panda. Tunafuta kwa damu ya Yesu, tunafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunafuta hayo maneno, hizo habari, hizo taarifa za kutokufanikiwa, tunafuta kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Rapa shanda rabasata, ropo kosakamando, korobo shanda rabakandora, rapa kanda rabasata, ropo kosakanda rabashanda rabasika, katika jina la Yesu. Rapa kanda rabakandora, ropo korianda rabasaka, kwa damu ya Yesu. Ropo kosakamando. Mungu akupe kupiga hatua ya kwenda mahali pa hatima yako, katika jina la Yesu. Akupe kupiga hatua ya kwenda mahali pa hatima yako, katika jina la Yesu. Akupe kupiga hatua ya kwenda mahali pa hatima yako. Ropo kosakamando, ropo koriandarabasata. Mungu akurudishe kwenye eneo la hatima yako. Ikiwa uliondolewa kwa sababu ya ubaya wa historia yako, Mungu akurudishe tena kwenye eneo la hatima yako. Ropo sakandarabashata. Ikiwa ulifukuzwa kama Yefta, Mungu akurudishe tena kwenye eneo la hatima yako. Mungu akurudishe kwenye eneo la hatima yako, kwenye eneo la hatima yako. Na ikiwa mahali ulipo sio mahali pa hatima yako, sio eneo la hatima yako, Mungu akuondoe hapo, akuweke mahali pa hatima yako. Kama kwa Ibrahim, alimuondoa Ukaldayo akamweka Kanani, eneo la hatima yake. Akuondoe na wewe hapo mahali, kwenye hilo eneo ambalo sio la hatima yako, akuweke mahali pa hatima yako, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Karabashandarabasata, ropo kosakandarabakandora, ropo koriantarabasaya, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, asante kwa uaminifu wako. Sifa na utukufu na heshima ni za kwako. Mungu, tunakubariki na kukutukuza peke yako, na asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa kuwa pamoja nasi tena kwa siku ya leo. Mkono wako mwema na uwe pamoja nasi, Bwana, kwa ajili ya kutusaidia na kututenga na yale maeneo yanayoua zile hatima ulizotuwekea, katika jina la Yesu Kristo. Tunachoomba Bwana, kwa neema yako utuweke mahali pa hatima zetu, kwenye maeneo ya hatima zetu, kwenye maeneo ya hatima zetu, kwenye maeneo ya hatima zetu, katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa uaminifu wako. Asante kwa mkono wako na nguvu zako, katika jina la Yesu. Nikukaribishe tena kwa ajili ya sadaka yako ambayo umeandaa kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Endelea kumtolea Bwana sadaka kwenye namba zinazopita hapo chini kwenye skrini yako. Kuna namba zinapita hapo kwa ajili ya sadaka ambayo inasaidia kazi ya Mungu kusonga mbele. Nasi tunakuombea kwa sadaka yako unayotoa. Mungu aendelee kukubariki na kukuinua, lakini zaidi sana Mungu aifunue neema ambayo ameweka kwenye maisha yako, na watu wengine waweze kuiona hiyo neema
na wafike mahali waseme fulani ana neema. Mungu akubariki. Nikukaribishe tena kwa ajili ya kipindi kingine kwa wakati ambao Mungu atatupa. Kumbuka muda wetu ni kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 5. Tunakuwa tuna neno na maombi kila siku ya wiki. Shalom, 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 na Mungu wangu akubariki sana.